Mradi ambao Mheshimiwa Rais alituletea fedha kwa ajili ya kujenga, ikiwa ni jitihada zake za kuboresha elimu katika mkoa wetu wa Songwe na katika halmashauri hii ya Tunduma. Ndugu mwenyekiti, mimi nilikuja hapa kuja kukagua huu mradi na kuja kutembelea. Kama ambavyo umeona ni mradi ambao mzuri, na niliwapongeza sana kwa kazi kubwa na mzuri ambayo walioifanya ya kuweza kusimamia mradi huu na kujenga kwa viwango hivi. Lakini pia nilipokuja hapa, changamoto ambazo nilizikuta, moja, waliniambia changamoto hiyo ya maji, lakini ya pili, waliniambia fedha ambazo zilikuwa zimeshalipwa kwa mkandarasi shilingi milioni 21 kama ambavyo taarifa yao imeeleza, na nilitoa maelekezo kwa kamanda wa TAKUKURU kuhakikisha kwamba wanasimamia fedha hizo zirejeshwe, kwa sababu ni fedha za umma na ni fedha za walipa kodi. Na kwa taarifa ambayo mpaka leo hii nimeipata ni kwamba leo ni tarehe 14 mpaka kufikia tarehe 21 ya mwezi huu ndiyo deadline ambapo walikubaliana hizo fedha ziwe tayari zimeshaingizwa kwenye akaunti ya shule ili ziweze kutumika kwa ajili ya kuendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, ni kuahidi mpaka kufika hiyo tarehe 21 watu wangu wa TAKUKURU watakuwa tayari wameshakamilisha zoezi la kurejesha hizo fedha, kwa sababu hizo fedha zitakatwa kutoka kwenye akaunti yake iliyopo CRDB, na CRDB ndio walimwekea dhamana. Kwa hiyo TAKUKURU anaandika tu kule CRDB kuielekeza waweze kupunguza hicho kiasi kiweze kurejeshwa hapo. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, tutafanikiwa. Lakini jambo la maji pia ni kweli wana changamoto kubwa, na ni maelekezo ya serikali chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tuhakikishe kwamba kwenye miundombinu hii yote ya kutolea huduma, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kwenye shule, maji yapatikane. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwamba ndani ya kipindi cha miezi 6 tangu kuanza kutekelezwa kwa bajeti mpya, hataki kusikia kwamba kuna shule haina huduma za maji. Kwa sisi katika mkoa wetu, sio shule hii ya sekondari Makambini, bali kwenye shule zetu zote tumeshajipanga kwenye bajeti ambazo zinapitishwa hivi sasa. Kila halmashauri wametenga kiwango kwa ajili ya kuanza mchakato, lakini Wizara ya Fedha pia inatenga bajeti kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa huduma za maji. Lakini tuna magari ambayo Mheshimiwa Rais aliyanunua ya uchimbaji wa visima kila mkoa, na sisi kwenye mkoa wetu tunalo gari ambalo sasa hivi wanasimamia mamlaka ya bonde, ndio ambao wanasimamia hayo magari yote. Kwa hiyo yote pia yatatumika. Lakini jitihada zingine ambazo tunazifanya ni kupitia wadau ambao wamekuwa wakijihusisha na uchimbaji wa visima, na jana nimetoka kuzungumza na moja miongoni mwa taasisi, sasa hivi wako Iringa wanachimba visima kule, na wameniahidi kwamba kuna mmoja miongoni mwa mainjinia wao watawatuma, na yule injinia leo asubuhi alinipigia simu akasema yuko tayari kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili ana nafasi. Aliomba tu gharama za nauli tumgharamie sisi, kwa hiyo hatutashinda kumgharamia, aje kutembelea kwenye zile shule ambazo tutasema hizi ndio zina changamoto, aje kuangalia, afanye tathmini, ajiridhishe, alafu apeleke ripoti ofisini kwao, tusubiri maamuzi watakayoyafanya katika na kuona namna ambavyo watakavyotusaidia kutuchimbia visima, kwa sababu wanachimba visima bure. Labda kama gharama sisi itakuwa ni gharama ndogo sana, lakini kwa kiasi kikubwa wanatoa msaada. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nieleze hayo ambayo yameeleza hapa, lakini tuko tayari kupokea maelekezo yatakayotolewa na Chama cha Mapinduzi katika kuboresha hali ya utoaji wa elimu katika shule yetu.